Bwana, ligi kuu ya NBC inaendelea kufanya vizuri zaidi, lakini kuna baadhi ya matukio ambayo yanaendelea kutokea. Presha kwa wachezaji wageni ambazo zimeendelea kuwekwa na mashabiki, pengine zinaenda kuathiri performance ya mchezaji kwa kiwango gani, lakini pia baadhi ya wachezaji ambao kocha anaweza kumkosoa hadharani, aidha kwa performance nzuri au kwa performance mbaya ambayo ameionyesha kiwanjani. Ligi imeongezeka thamani kwa kiasi gani kwa namna ambavyo recruitment zinafanyika. Makocha wa kigeni wako wa kutosha, wachezaji wa kigeni wako wa kutosha, thamani inaongezeka kwa namna gani kwa uwekezaji ambao unafanyika. Zaidi ya B10 Young Africans ipoteza kwenye usajili. Unaona squad ambayo inafanya vizuri zaidi, lakini pia kuna wengine ambao hawawekezi zaidi. Pengine hawa wanaathirika kwa namna gani, ukizingatia pia ligi kuu ya Tanzania bara hatuna issue ya financial fair play, japo michuano ya CAF kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF, kuna baadhi ya vigezo ambavyo umeviweka. Kwanza, uwe wazi kwenye mapato na matumizi ya season husika na vitu kama hivyo, lakini hatuzingatii sana kwa Tanzania. Pengine vilabu ambavyo viko chini au viko daraja la kati kwenye matumizi vinaathirika kwa namna gani? Ile fair competition inakuwepo au tunaendelea tu kuoneana huruma kwa sababu mpira wetu tuna uelewa? Mimi naitwa Zingo, hii ni World Sports 14. Nipo na moja kati ya expert wa football, lakini pia ni scout ambaye anaelewa, anaufahamu mchezo, anajua kipi kifanyike, kipi ambacho kinaweza kikaleta usawa, lakini pia kipi ambacho tunaweza kuboresha na tukaendana na hadhi au ile culture ya mpira wetu wa Tanzania. Kocha, scout, expert, lakini pia mpenda mpira. Mambo vipi kaka? Sasa mambo ni poa kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri na mapambano yetu ya football. Mambo yanasogea vizuri kwa vijana, maana scout lazima uwe na watu ambao tayari au tuseme ile timu ya recruitment unayo. Unajua na wachezaji kama 10 ambao hawa wanaweza wakaja kuwa Haaland, wanaweza wakaja kuwa Declan Rice, au kwa Tanzania pengine tunazalishwa kina Zimbu Junior wengine baadaye unao. Lakini pia tuanzie kwamba wale ambao hawakufahamu pengine unaitwa nani na taaluma yako ambayo unayo ilianzia wapi, ilikuwaje, ulikuwa mchezaji haukuwa mchezaji umechipukia tu kama ambavyo watu wengine wanasema mpira wetu umevamiwa? Mimi naitwa Gerard Eliona. Kwa sasa ni mkurugenzi wa kituo cha kulea vipaji inaitwa Jadi Sport Academy, inapatikana Bunju, Dar es Salaam. Lakini vile vile mimi ni scout. Nafanya kazi ya scout wachezaji katika level tofauti. Swali lako kwamba nilicheza mpira ama nimeingiaje kwenye mpira, ni passion ambayo niko nayo toka nikiwa mdogo. Na uzuri pia nimesoma pia shule za kimichezo, moja wapo ni Makongo, kwa sababu ya nikiwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hiyo ilikuwa inanitengenezea ile hamu ya kucheza, kwa sababu kipindi kile tunacheza miaka kama 15 nyuma, ilikuwa bado hapajawa na njia nyingi kama za sasa za mchezaji kuweza kutoka. Kwa hiyo niliishia elimu, nimejikuta nimeenda chuo kwa sababu mtaala ulikuwa huniruhusu kuacha elimu na kwenda kwenye sports. Kwa baadaye, kwa sababu nilikuwa na hiyo ndoto ya kuwa kwenye sports, nikajikuta nikiwa chuo sasa ndio nikaanza rasmi kujihusisha na sport kama masuala ya scout pamoja na coaching. Mpaka leo sasa na kituo na naendelea na kazi hii. Hongera sana bwana. Asante sana. Maana mpaka umehamia kwenye sports. Yes. Passion ipo real. Ni kweli. Pengine kwa Tanzania kuna watu hawajui kama tuna mascout hapa nchini. Pengine kuna achievement yoyote umeipata, labda kuna mchezaji yuko timu fulani anacheza, unajua ile ni kazi yangu ambayo nimeifanya. Ni kweli kuna watu wengine pengine wasiweze kujua kwa sababu ya mfumo wa timu zinavyosajili. Mara nyingi pengine kwa hapa Tanzania viongozi ndio wanadili sana na usajili na sio timu ya wataalamu. Hata sisi pia ambao nakwambia ni scout, hata hizi taaluma hatujaipata muda mrefu sana, kutokana na ili uweze kuwa scout verified kabisa ulipaswa kwenda kusoma nje ya nchi, ambapo ni gharama kubwa. Lakini tunashukuru ndani ya mwaka huu tulipata hiyo course, ilikuja hapa Tanzania tukawa tumesoma. Kwa naamini kwa siku za mbele pia hizi timu zitaanza kutumia scout. Na kwa tofauti wenzetu kama hali wenyewe hawafanyi scout kama viongozi ama coach, wenyewe wanaajiri kampuni ya kufanya scout.
Kwa hiyo kampuni inapewa tu mahitaji ya timu kwamba kitu gani kinahitajika. Kwa hiyo wenyewe wanaingia mtaani kule wanatafuta, wanawaletea. Naamini na sisi sasa kwa sababu tayari tumeshapata huo ujuzi, tutatumika pasavyo. Swali kidogo kwenye issue ya scouting au namna ambavyo timu inaweza ikajiendesha. Kwa maana kuanzia kwenye recruitment ya viongozi, sports of directors. Kwa Tanzania mara nyingi tunaona nje kuna managers ambao wao anakuwa na kitengo chake kabisa. Yeye manager ana control kila kitu, recruitment ya wachezaji, lakini nyuma yake unakuta kuna mkurugenzi wa ufundi ambaye wanashirikiana kwa pamoja. Kwa Tanzania mara nyingi tumeona viongozi ndio wanafanya usajili. Kocha anakuja kuwa sehemu ya uongozi au ile plani ya uongozi kwamba sisi tunataka tufike sehemu fulani. Na wachezaji kutokana na kacha yetu tunapaswa kuwa na wachezaji wa aina fulani. Kwa hiyo wanaleta tu head coach ambaye yeye anakuja kusimamia mazoezi na mipango ya klabu ambayo inahitajika. Kwa Tanzania umeona hii level tunapaswa kuendelea nayo, pengine inatulinda au tunaweza tukachange tukaenda kama wenzetu wanavyofanya, tukawa na managers ambao wakija Tanzania tunawaachia kila kitu wanafanya. Bwana wewe sajili, wewe utajua unamleta mkurugenzi gani wa ufundi, utajua wewe unatafuta scout wa aina gani wa kufanya naye kazi. Hii kwa ligi yetu ya Tanzania ambapo umetoa simulizi fupi, ni kweli ndivyo sajili zinavyofanyika. Lakini niliwahi kusikiliza kiongozi mmoja alikuwa nadhani alikuwa ni mwenyekiti wa bodi wa sasa wa Simba. Alizungumza namna wao ambapo wanaweza kusajili. Ni kwamba hatuwezi kumwachia tu mwalimu kwa sababu sisi ndio tuna long term plan ya timu. Kwa hiyo unakuta mwalimu pia anakuja anaingia kwa kwenye kile ambacho tayari viongozi wao wamekifanya. Lakini naona baadhi ya timu zingine zinakaa na zinaweka wazi kwamba usajili huu umefanyika lakini kwa mapendekezo ya mwalimu. Kwa kila baada ya msimu walimu wanaacha taarifa kwa viongozi kwamba bwana, mimi nahitaji striker wa namna fulani, nahitaji fulani. Kama anaweza kaenda deep akataja na majina, lakini viongozi sasa ndio wanaingia wanaangalia kwenye mfuko wao kitu gani ambacho wanaweza kukimudu kwenye gharama. Kwa mwisho wa siku bado naamini tunakoelekea sasa hivi tunaweza tukafika sehemu ambako sasa taaluma zinaweza kupanda zaidi kazi. Lakini mara nyingi kwa sajili zetu zinafanyika na viongozi kwa sababu hata kila msimu tunaona makocha wanabadilika. Kwa sasa timu tulishuhudia kuna wachezaji timu Yanga wakati wanatafuta namna mpaka sasa wawe kuna kipindi waliacha wachezaji 15 lakini mwalimu ambao aliwasajili wale wachezaji hakumaliza ule msimu. Kwa hiyo nani angeweza kuwatumia katikati ya msimu? Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba viongozi wenyewe wanataka kuwa kwenye safe, kwenye eneo ambalo liko kwenye usahihi zaidi kwa sababu walimu wenyewe wanakaa msimu miezi 6 anaondoka. Sasa amesajili mchezaji anakaa miaka 3. Nani atakayemfundisha? Nani atakayedeal naye? Kwa hiyo unajikuta bado tunapata changamoto ile tu yasema ya Kiafrika, lakini tunakoelekea tunaona mwanga upo na vitu vinaweza. Pengine inaweza ikawa athari kiasi gani? Kiongozi, mfano mimi ni kiongozi, sina elimu yoyote ya mpira, naenda kusajili mchezaji fulani, akija hanipi kile ambacho nakihitaji, au pia kusoma kwamba tamaduni yangu ya mpira labda sisi ni watu wa possession au ni watu wa direct football. Naenda tu kuchukua mchezaji na mleta, alafu asije kuingia kwenye mpango ya mwalimu wala kwa falsafa ya klabu. Hiyo athari inakuwepo kwenye matokeo. Ndio maana unaona kuna timu zinasafa kwa sababu zamani kulikuwa kuna tetesi kwamba wanaosajili wanakuwa wana interest za moja kwa moja na wachezaji kwamba fulani labda ninafahamiana naye aje kwenye timu, lakini unakuta sio mahitaji ya timu. Kama sio mahitaji ya timu na yupo kwenye timu, kwa inabidi atumike tu kwa sababu yupo, lakini sio kwa sababu anahitajika. Kwa athari inakuwa pale kwenye upatikanaji wa matokeo. Ndio maana ukipiga mahesabu sehemu ambako usajili unafanyika tu unajikuta timu za namba 1 mpaka namba 4 zinakuwa zinajirudia kwa sababu kuna sehemu wana apply zaidi professionalism, lakini huku unakuta wanasajili tu bwana, mchezaji wangu bwana ameshuka daraja, timu imeshuka daraja, mfuta. Ila tunakoelekea sasa tunaona angalau kuna mwanga na wachezaji wanazidi kusajiliwa kulingana na mahitaji ya timu. Bwana, ligi inaendelea vizuri sana. NBC moja kati ya kitu ambacho nimekiona ni namna ambavyo FVS imekuja kubadilisha. Tunaona yale malalamiko kidogo yamepungua na haki inatendeka. Lakini kuna kitu kimoja nimekitazama kwa jicho la upekee kuhusiana na wale ambao wanafanya usajili mkubwa. Kuna baadhi ya vilabu vinatumia zaidi ya B kufanya usajili. Lakini kuna timu au vilabu vya madaraja ya kati ambao wao
usajili mkubwa ambao unaweza ukafanyika au mshahara kwa mchezaji ambao anaweza akampa, wengine wakawa wanachezea kwenye milioni 2, lakini kuna ambao wanalipwa zaidi ya milioni 10 na kuendelea. Tunapokuja kwenye swala la fair competition balance, hizi timu za madaraja ya kati zinawezaje kucompete na hawa na tukapata ile haki ya kushindana? Una timu fulani na mchezaji wa B, timu fulani na mchezaji wa 300. Hapa tunapataje fair competition? Kwanza thamani ya wachezaji, muda mwingine unaweza kuwa na thamani kubwa lakini pengine uwezo ukawa ni average. Yes, sure, average. Inatokea na hiyo inatokana na namna ambavyo mchezaji amekuwa branded kuanzia kwenye management inayomsimamia timu. Ndio maana kuna mchezo mmoja ni mzuri sana ambao mimi huwa naupenda wa kuwathaminisha wachezaji wa West Africa. Unaweza kukuta mchezaji anaitwa timu ya taifa kutokea ligi ya Tanzania, akaitwa tu mara moja, lakini baada ya hapo kamsikia yuko Ulaya. Hiyo ni namna ya kuwathaminisha, kuwapa thamani wachezaji ili waweze kufanya biashara. Lakini mwisho wa siku tunaweza tukasema huwezi kuwa na thamani kubwa kama huna kitu ambacho unaweza ukakitoa kwenye timu. Ili kuweza kushindana kwanza, kuna changamoto moja mimi naweza nikaita ni changamoto ya urithi tulionayo Tanzania. Ni hizi timu mbili ni karibu kila mwanadamu anayezaliwa Tanzania anakuwa na upande wake. Kwa hiyo unakuta hata huko wewe una basi itakuwa ni sampuli mpya ambayo kwamba sio Mtanzania. Kwa hiyo sasa inatokea hata mashabiki wengi sisi tunafika mikoani viwanjani, unakuta timu ipo pale pale nyumbani inacheza, lakini kuna timu nyingine inaweza kawa hata inacheza ya Ulaya. Ila ukienda uwanjani unakuta wachezaji 7 ligi kuu, timu inacheza labda mashabiki unakuta wachache sana. Sasa hata ile nguvu sasa ya kuthaminisha wachezaji, kuthaminisha timu inapungua kulingana na kile ambacho mfumo ambao unawafanya karibu Uingereza kila timu ina fan base kubwa. Ni kwamba uwezo ukazaliwa Arusha alafu kashabikia timu iko Mtwara, lazima uanze kwanza nyumbani. Umeona? Sasa kama ingelikuwa wachezaji wetu tunaanza kuwaimba, ndio nimezaliwa Tanga, ingekuwa unachagua Kimanumano ama Coastal Union, unakuwa ni shabiki lialia kabisa. Kwa hata president wetu ameshaweka wazi timu yake ya nyumbani. Umeona? Lakini tuna watu wa aina hiyo wangapi ambao ni wanaanza kwanza kujaza viwanja vya nyumbani. Ukiwa unajaza viwanja vya nyumbani, hata pia makampuni yanaona kuna biashara inafanyika, pesa inawekwa pale. Lakini sasa kama mashabiki wanakuwa 7, kampuni gani inaenda kuweka pesa ya kutosha ambayo tunaweza kuthamanisha huku juu? Pengine hili linatokana na urithi. Tunawezaje kuibadilisha hili? Pengine tukaona sasa mfano Mkokwani pale, mashabiki wanajaa kuishangilia Coastal Union. Ukienda labda Singida, Airtel Stadium inajaa mashabiki ambao wanaipenda. Tunawezaje au hatuwezi kurudi huko? Uwezekano wake nadhani ni kwanza mentality, mtazamo wa wana michezo uanze kubadilika kulingana na nyakati ambazo tunaenda. Hata hichi kizazi ambacho kinazaliwa tunaweza tukasema tukaanzia kwenye grassroots kwa watoto walioko shule msingi, walioko wapi, waanze kuthamini vile ambavyo viko karibuni pale. Kwa sababu mimi nimeshuhudia baadhi ya wachezaji, baadhi ya watu wanasema wajitume ili wakacheze huko juu. Najua wanaizungumzia ni hizi top 4 timu. Sasa kama kuna mchezaji yuko chini anafikiri kwenda kule juu, ambao juu yenyewe ndio hizi timu, maana yake sasa hizi timu zingine inakuwa ni kama ni sehemu ya kupita tu na sio ya kuishi pale. Kwanza ni kweli kwa sababu maslahi ya kule chini ni madogo, huku juu ni makubwa. Ingelikuwa kuna maslahi huku, mimi nakwambia tungekuwa labda tunajaza viwanja, kuna ushindani. Ni namna ambavyo timu ni management tu ambazo zinaweza zikaactive. Tumeshashuhudia Mbeya City wanajaza uwanja mpaka kashika nafasi ya 3. Sasa ilikuwaje ile? Si iliwezekana? Jezi za Mbeya ziliuzwa sana karibu nchi nzima. Kwa hata mdhamini wa sijajua watu wa pale hawakuwa na urithi ambao tunazungumzia au kuna sumu fulani ni kama ile ambayo unaisema ni ile sumu. Kwa sababu unajua kitu kimoja ambacho ili uweze kuambukiza hichi kitu, mfano timu ipo, umetokea Tanga, labda umetokea Muheza, timu iko Muheza, lakini ndani ya hapo timu iliyoko Muheza hakuna kijana wa Muheza anayecheza ligi hapa, anayechezea hiyo timu. Kwa maana hata watu wenyewe hawapati ule moyo wa kwenda viwanjani.
Kwa hiyo kuna muda mwingine anajua anaenda kumshabikia nani. Kama kuna vijana 3 au 4 wanafanya vizuri, wapo kwenye timu, ndugu zao, majirani na ile community ya pale itafika uwanjani kwa ajili ya kusupport. Kwa hata jezi wataanza kuvaa. Lakini kama timu iko pale alafu hakuna kijana hata mzao aliyoko pale, au kwenye timu kwenye management hakuna hata yoyote kabisa kuanzia juu mpaka chini getini, hakuna yoyote ambaye ana asili ya pale. Kwa hiyo inasababisha pia watu kuona kama hii timu imekuja tu itaondoka, lakini sio timu ambayo tuna belong sisi. Muda mwingine tunaona kama mashabiki pia wahusike kwenye program za timu, program tofauti. Ndio watu wanaanza kuipenda timu vile vile. Kuna kitu nimekinoti hapo. Pengine utamaduni tunaweza tukaubadilisha, tuka-upgrade. Tukaona watu wengi au mashabiki wanajaza viwanja vya nyumbani. Mfano, mathalani labda Coastal Union. Yes. Kuna kwenye squad labda kuna wachezaji 5 ambao ni wazao wa pale. Yes. Hii inaweza ikatusaidia kuliko kwenye squad hiyo mchezaji ni mmoja au hakuna. Wengine wametoka Mtwara, wengine wametoka wapi. Pengine hili ndio linatumiza zaidi. Yes. Like kwa ile point ya kusema tunawezaje kubadilisha. Huenda tusibadilishe totally, lakini tukawa tunasema kuanzia. Kwa kama ni timu inaweza kufanya recruitment nzuri zaidi, kwa sababu hatuwezi kuambia timu kwa sababu basi nyewe mko Arusha basi ni lazima mtumie watoto wa Arusha kwa sababu tu ili tuwapende. Hata kama hawana uwezo maana hatuwezi kuwatumia. Lakini mimi naamini ndani ya mkoa watu zaidi ya milioni ngapi hatukosi. Kwa kuna proper scouting ya pale. Alafu tukapata vijana ambao watarepresent ile timu. Tunaanza kwanza, mashabiki wanaanza kuongezeka. Ile thamani inaanza kuongezeka. Hata juu jezi wadhamini watakuwa na uhakika wa kuuza bidhaa zao hata mtaani pale. Kwa sababu fan base inakuwa ni kubwa. Fan base inaongezeka. Kipi kifanyike? Pengine tukapata, kwa sababu sawa, unaweza ukawa na mchezaji pengine labda thamani yake imekuzwa kulingana na branding ambayo alifanyiwa, lakini performance yake ikawa ni ya kawaida. Lakini bado huwezi kumfananisha Shalulile na Maabadi. Ni vitu viwili tofauti. Profile ni tofauti kabisa. Unapataje fair competition? Fair competition mimi naiona katika mazingira mengi sana. Ili uweze kucompete na mwenzako vizuri kwenye mizania sawa. Kwanza kuna baadhi, sio tu squad. Tukimaliza mechi hapa ya JKT na Yanga. Yanga ili aende Mwanza ana uwezo wa kupanda ndege. Lakini JKT labda atatumia basi. Ile njiani kukaa muda mrefu mchezaji anachoka. Lakini wale wanatumia labda masaa tu, wameshafika wanafanya maandalizi. Kwa unakuta ule uwezo financial ndio chanzo kikubwa cha kwanza, sababu hata makocha wengi unaona wanalalamika kwamba safari ya kutoka Kigoma kwenda Tanga ni safari ndefu sana, nchi yetu ni kubwa mno. Kwa hata baadhi ya makocha ambao walipita hapa Tanzania wengi hawazungumzi, wengine wanazungumza lakini wengi wanasubiri wakishaondoka. Kuna wapo walishazungumza kwamba kocha aliona kusafiri na basi ilikuwa ni shida, akaamua kuterminate mkataba kwa sababu ya ule umbali, unakaa masaa 20 na kwenye gari, kesho unataka ucheze mechi. Sasa kile kitendo kinaanza kupunguza ule uwezo wa kushindana kiuhalisia. Timu zetu kama hizi ambazo zina msuli mkubwa wa kipesa zinakuwa zina squad imara labda 2 kwenye kikosi kimoja, lakini hizi timu za kawaida unakuta zina squad imara labda ni 1. Ndio maana unaweza kaona kila mechi ambazo timu hizi zinacheza dakika 20 za kwanza unaona kuna mizani ipo sawa, lakini tunapozidi dakika zinapozidi kwenda ndio tunapoona kuna kujitenga. Sasa wachezaji wanaanza kutumia experience, kwa sababu kuna muda mwingine kucheza unaweza kuwa na kipaji lakini uzoefu ukakunyima kitu fulani. Ndio maana unaona hata magoli anaofunga kina Shalulile usimuone kabisa uwanjani muda wote, lakini utamuona wakati anapishana na nyavu. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo vinakosekana kwenye hizi timu. Sasa namna ya kufanya nadhani kwanza ni kuwa na proper scouting. Ukishajua wenzako wamekuzidi kwenye masuala ya uchumi, hauwezi kwenda kuiba pesa ili uwe nazo. Lazima tu uanze kuweka mikakati imara. Kwa kama kutakuwa kuna proper scouting ya vikosi vyetu, nadhani kuna sehemu ambayo tunazo tukaanzia. Lakini pia uthaminishwaji wa wachezaji, sababu hizi timu ambazo tunazungumza wengi ndio makocha wakizao wako kule. Sasa je, facilities ama yale mazingira ya kuwafundisha wachezaji wanayopewa yanafanana na yale ambao walimu wa kigeni wanayapata? Sababu tushaona kuna coach mmoja senior tu alizungumza, yeye akiwa timu fulani aliomba mpira 100, akamwambia bwana wewe umetokea hapo mpira 100 ni.
lakini akaja mzungu akapewa na mingine zaidi. Sasa ile thamani, kama tutakuwa hatuna ile mentality ya kuwathaminisha na kufanyaje, inaanza kuonekana kwamba ile ni sehemu tu ya kupita, sio sehemu ya mchezaji kuweza kutengeneza kitu fulani. Pengine tunaweza tukaleta issue ya financial fair play, au inaweza ikapunguza investment ambayo inawekwa, tukakosa kabisa ukuaji, kwa sababu tunapozungumzia ligi yetu inakuwa, wageni pia wanaokuja, profile kubwa ambazo tunazipata, tunavyoenda kimataifa kuwakilisha tunafanya vizuri. Tukiacha tunaweza tukaleta sahihi hoja kwamba jamani, kwa nini tunaleta mjadala wa financial fair play? Inaweza ikapunguza labda ushindani au ikaleta ule ushindani mzuri. Lakini tunapokuja kwenye issue ya ligi ya ndani, wewe umewekeza pakubwa, mimi sijawekeza pakubwa, ushindani ambao nitakao kupa ni mdogo, sio wa kutosha. Lakini pia bado issue ya financial, kama naenda Kigoma wapi, nazidi kuchoka, performance inazidi kupungua. Pengine hizi giant au vilabu ambavyo vinaenda kutuwakilisha kimataifa, let's say Simba, Singida, Yanga, wanaweza wakapata testi nzuri kwamba naenda kushindana na National Ahly, lakini mshindani wangu au anayenipa hiyo testi ya ushindani kwenye ligi yangu ni Coastal Union ambaye hajawekeza sana. Pengine hapa tunaweza tukawasaidia kwa namna gani, au vile vilabu ambavyo vinaenda kushiriki tukavipa testi nzuri kwa namna gani? Cha kwanza mimi nikiulizwa kama hii financial iweze kuletwa kwenye ligi yetu, mimi bado naweza nikasema muda bado sio sahihi. Kwa sababu tunaelewa nature yetu ya Afrika, nature ya ligi yetu. Kuna kitu ambacho mimi nakiamini, mwenzako akiwa na 10,000 alafu wewe unakiwa na 1,000, tusilazimishe yule 10,000 tukamnyang'anye tumpe 2,000. Tunachokitakiwa kufanya, tunapaswa kumobilize yule mwenye 1,000 aweze kusongea mpaka yule mwenye 7,000. Kwa sababu walipofika Yanga, Simba, budget zile ndio standard ambayo tunapaswa tuwe nayo kwa timu nyingi. Sasa hivi tunaona Singida pia inasajili wachezaji ambao hata timu kubwa zinaumiza vichwa zinaenda kuchukua pale. Lakini tungesema kwamba walipofika Simba tuwarudishe, maana Singida singeweza kufanya vile. Tunaona TRA ina wachezaji wakubwa tu, national team unaitwa wachezaji wanatoka Fountain Gate wanaenda kina Derrick Mkombozi. Kwa sasa zile timu ambazo zipo zinaizunguka hizi timu kubwa, kuna sehemu, kwa sababu mimi naamini bado pesa ambazo zinapatikana bado zinaweza zikapatikana haziwezi kufanana, lakini zinaweza kupatikana kwa kiasi fulani ambacho wanaweza kujitosheleza hizi timu zingine kupitia wadhamini, kwa sababu kubwa zaidi ni uendeshaji. Sasa hivi kuna haki za matangazo hizi, NBC anatoa Azam. Kwa kutokana na ile, ndio maana tuna miaka karibu 5-6 hatujasikia timu imekwama njiani ya ligi kuu. Lakini mwanzoni tulikuwa tunasikia. Kama tumeshafikia huko, maana yake timu ina uwezo wa kusafiri, timu inaweza kalala hotelini. Hiyo ni hatua kubwa. Kwa tunawaza tu kama tunakaa muda mrefu njiani. Sasa hapo kwa sababu ya miundombinu, kwa sababu kuna baadhi ya nchi inacheza ligi kwa kanda. Kama huko DRC kulingana na geographical, wanacheza kanda ya huko na kanda ya huko, baadaye wale top 4 wanaenda kukutana kutafuta kafu. Tuliwe kuona kuna kipindi fulani Zanzibar, walioko Pemba, walioko Unguja wanacheza, wanafika wanaunganisha. Kwa sasa kuliko kusema tuweze ku cut off budget, ni bora tuweze kuona namna gani timu hizi zikacheza, kubadilisha hata mfumo wa ligi ama kuongeza baadhi ya vitu kurahisisha zaidi. Kama ni timu ligi tunaanza mapema ili mtu apate muda wa kupumzika ama whatever, lakini bado mimi naona tunahitaji kupush ili tuweze kufika kule juu.